Jamani, kuokoka sio kubaki, na Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka sio kubaki na salamu ya jina la Bwana libarikiwe mtumishi. Kuokoka sio kubaki na kutembea na Biblia. Kuokoka sio salamu ile ya Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Kuokoka ni kubadilika mwenendo, mtazamo na tabia. Kuokoka ni kubadilika namna za ulivyokuwa zamani nyuma ulikuwaje, na baada ya kuingia kwenye wokovu ukoje, unaendeleaje. Ni kweli hauwezi ukabadilika kwa siku moja mtu wa Mungu, lakini uwe unaona katika ibada zako unazozifanya, katika wokovu wako unaosema umeokoka, huyo Bwana Yesu uliompokea. Kazi ya Bwana Yesu ni kutusaidia, kutupa uwezesho, kutupa neema ya kuweza kushinda ubaya uliokuwa ndani yetu, uliokuwa natufanya tuwe watu wabaya. Kwa hiyo tukibaki na salamu tuwe Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Lakini kama ni binti una vimeseji vya uzinzi, kama ni kijana una kabinti mahali fulani, kama ni mzee wa kanisa una mchepuko mahali fulani, kama ni mchungaji unapiga mahali fulani, lakini umejifunika kwenye kichaka cha Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu ile salamu inawakilisha watu wanaosemekana wameokoka. Hapana mtu wa Mungu. Ifike wakati uyahurumie maisha yako, uyihurumie nafsi yako, nihurumie nafsi yangu. Kwa sababu hesabu nitatoa mimi, utatoa wewe ukiwa peke yako. Kwa hiyo haina sababu ya kujitutumua mbele za watu kwa sababu ya Bwana Yesu asifiwe, na wakati hauna maisha yanayomwakilisha huyo Bwana unasema asifiwe. Kwa sababu unaposema Bwana Yesu asifiwe, maana yake asifiwe kwa namna alivyonisaidia kubadilika. Ndiyo, hata mimi ninayeongea hapa sisemi kwamba tayari nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa na ukamilifu moja kwa moja. Lakini huwa naona kupitia ibada zangu vile ambavyo nilikuwa na hasira ilivyoshushwa, na naendelea kusali iendelee kuondoka kabisa, ibaki hasira ya kimungu, isibaki hasira ya ukoo wangu nilikotoka. Naona vile ambavyo nilikuwa nikiwa sina hela, ni lazima nipitie mahali fulani mbele ya wakaka nianze kubadilisha na mwendo pale ili nichomoe hela ya kijana fulani. Leo naona wokovu na maombi yangu yananisaidia, nimepewa ufahamu na ibada na Biblia, naweza kufanya kazi zangu mwenyewe. Kwa hiyo nilikuwa muongo mahali fulani, leo siwezi kudanganya kwa sababu yoyote. Nilikuwa nazini kabla ya kuokoka, leo siwezi kuzini. Na ndio maana katika Wakorintho wa pili Paulo anasema katika ile sura ya 5 ule mstari wa 17, anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mtu akiokoka anaanza kubadilika mwenendo na tabia, mtu wa Mungu. Ndio maana kuna mahali fulani nasema watu hawa wanikiri kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Maana yake Mungu anachotaka ni mabadiliko ya matendo yetu, na sio Mungu mbinguni tu, hata watu ili waamini kwamba umeokoka. Wanaokujua katika mtaa unaoishi walikuwa wanakujua zamani ni binti ambaye ni cha wote, walikuwa wanakujua ni kijana ambaye anabadilisha mabinti, walikuwa wanakujua ni mbaba unayekunywa pombe, ni mlevi. Lakini leo unaposema ya kwamba umeokoka, wanayaona matendo kwa jinsi ya macho haya, sio katika ulimwengu wa roho. Wanakuona ulikuwa unavuta sigara, leo hauvuti. Wanakuona lazima ukute chocho umesimama na vijana, leo hawakuoni. Muda wote ni huko tu unasikizisha moyo wako kwa Bwana ni namna gani ya kutia nguvu ili ubadilike. Mtu wa Mungu, kuokoka ndio huko. Tungepambana, tungejitahidi kutafuta wokovu wa sura kama hiyo. Tusibaki tu na Bwana Yesu asifiwe kana kwamba tunawatishia watu fulani, hali ya kuwa tabia zetu, matendo yetu, mioyo yetu imeharibika kwa sababu ya ubaya, na hatuoni sababu ya kujililia nafsi zetu kwamba hapana Mungu, hali hii hata lini? Kwa hiyo hapana mtu wa Mungu, lazima ufahamu kuokoka ni zaidi ya kusema Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka ni zaidi ya kusema mimi nimeokoka nampenda Yesu. Kuokoka ni zaidi ya kuonekana unaimbisha kanisani. Kuokoka ni zaidi ya kuimbisha, ya kufundisha. Yaani kuokoka ni badiliko na utakiwa kuonekana juu yako wewe, na wewe ukiwa unalishuhudia na watu wengine ukiwa unalishuhudia. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Tusibaki tu na wokovu fulani ambao tutajifariji nao, kwa sababu waliookoka walijua nafsi zao zimeokoka na watu waliwashuhudia. Tunapoambiwa sisi baba wa imani alikuwa na uelewa thabiti juu ya kile ambacho alikifuata. Kwa hiyo hata sisi, iwe ni binti, iwe ni kijana, uwe ni mama, uwe ni kiongozi fulani, uwe unajua kwamba kuokoka ni zaidi ya kusema Bwana Yesu asifiwe.
Mahali fulani Biblia inasema mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Yaani yale matendo na ule mwenendo wetu usipowakilisha Kristo, namna ya Kristo alivyoleta ule mfumo watu kwamba waufuate. Ndio maana mahali fulani akasema watu hao walioupindua ulimwengu wamefika hadi huku kwetu. Waliobadilisha taratibu, tamaduni za ulimwengu huu wamefika hadi huku kwetu. Waliobadilisha tamaduni za kutekana, za kuuana, za kumchukua mke wa mwingine kwenda kuzini naye, wamekuja na huku kwetu ili kubadilisha. Kwa hiyo kubadilika, mtu wa Mungu, sio kubaki na kutembea kama unyasi mahali fulani unatembea mwendo polepole ndio onekana umeokoka. Hapana, mtu wa Mungu. Kuokoka ni kufanya kila ambalo nilitakiwa kushughulika nalo. Ni kweli, nimesema hauwezi ukaweza yote kwa mkupuo. Lakini wewe unaona kabla ya kuokoka ulikuwa muongo, baada ya kuomba uongo umefyekwa. Lazima wewe unaona nilikuwa na kiu ya sigara, nilikuwa na kiu ya pombe, kiu ya umalaya. Nimekuja huku naona kabisa ile kiu inaondoka, na maana kuna mahali fulani Yesu anasema, haya, na yoyote aonaye kiu na aje anywe. Manake kazi ya ibada kwenye maisha yako, kazi ya kufunga kwenye maisha yako, kazi ya kuomba, kazi ya kusoma Biblia na kusikia maneno ya watu wa Mungu yatoka katika vinywa vya watu wa Mungu, ilikuwa ni kukusaidia wewe kujua njia ambazo ukitembea humo utanyonya kiu ya umalaya, kiu ya uzinzi, kiu ya uongo, ya uchonganishi, ya uzushi, ya utekaji, ya kupenda mali na vitu vya dunia hii. Hata unaweza ukatoa uhai wa watu wengine. Kuokoka ni zaidi ya kusema Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuchukue hatua, ni lazima tufanye jitihada ili ule wokovu wa matendo uwe juu yangu na uwe juu yako. Mungu akusaidie sana. Amen.